Hatimaye shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF imekunjua makucha yake na kutoa kauli ya kulaani vitendo vilivyofanywa na mashabiki wa FAR Rabat ya Morocco katika mchezo wa raundi ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi dhidi ya Al Ahly iliyochezwa kule Morocco, lakini pia vitendo vilivyofanywa na mashabiki wa klabu ya JS Kabylie ya Algeria katika mechi pia ya raundi ya pili hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi la B kati ya JS Kabylie dhidi ya Yanga ya Tanzania, kwa kusema kwamba sio vya kistaarabu na kwamba imeanza uchunguzi mkali ambapo mwisho wa siku adhabu stahili zitatolewa kwa kadri CAF itakavyobaini kupitia uchunguzi huo. Sasa hiyo ni habari njema kwa sababu ni kweli haikuwa inavutia hata kidogo, na tena ilikuwa inahatarisha usalama wa wachezaji, maafisa wa benchi la ufundi, viongozi wa klabu hizi mbili, Yanga wakati ikicheza dhidi ya JS Kabylie, lakini pia Al Ahly ilipokuwa ikicheza na FAR Rabat ya Morocco. Taarifa ya CAF imehusisha matukio yaliyofanyika katika mechi zote hizi mbili ambapo ilishuhudiwa kwa wazi kabisa tena kwenye matangazo mubashara ya televisheni kwamba wachezaji wa Yanga ambao walikuwa wakicheza vizuri sana na kupata matokeo walioyahitaji mechi ya ugenini, suluhu yaliwachefua, yaliwakera maelfu ya mashabiki zaidi ya 50,000 walikuwa wamejazana uwanjani kuisupport timu yao, kuona ikizidiwa maarifa na kikosi cha Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves, na matokeo yake kile walichoamini kwamba watapata ushindi kikaishia hewani. Mechi ikaisha kwa suluhu, na wakikumbuka kwamba mechi ya kwanza walishafungwa 4-1 ugenini kule Misri dhidi ya Al Ahly, wakawa wamevurugwa. Matokeo yake ni nini? Wakaanza kurusha vitu uwanjani, wakaanza kuhatarisha usalama wa wachezaji na hivyo kukiuka kanuni za kiusalama viwanjani kwa mujibu wa taratibu za CAF. Hali kama hiyo iliwakuta pia FAR Rabat kule nchini Morocco, mashabiki wao wakiamini kwamba watapata matokeo mazuri, na hasa baada ya kupoteza mechi ya kwanza waliofungwa na Yanga kwenye uwanja New Amani Complex nchini Tanzania bao 1-0. FAR Rabat waliamini kwamba mechi yao dhidi ya Al Ahly ni ya kupata point 3 kwa sababu wanacheza nyumbani. Kwa sababu hiyo wakarundikana uwanjani, sawa, kuunga mkono timu yao, lakini namna ya vile ilivyotokea uwanjani, kile kilichokuwa kikiendelea uwanjani, ndio ambayo mwisho wa siku ili wakatisha tamaa, frustration zao wakahamishia kwa wachezaji wa Al Ahly na kufanya vurugu, wakati mwingine wakirusha vitu hatarishi. Katika kifaa kimojawapo kilionekana ni kama kisu hivi ambacho ni hatari sana, lakini wakati mwingine walirusha chupa za plastiki za maji, wakati mwingine zenye vimiminika ilikuwa inaonekana kana kwamba ni maji, wakati mwingine walirusha hata mpira ili mipira izidi mmoja uliopo uwanjani, kukatisha mashambulizi ya Al Ahly kuelekea lango lao. Walifanya vurugu haswa. Hayo yote yaliripotiwa na timu zilizoathirika ambazo ni Al Ahly ya Misri, lakini Yanga ya Tanzania haikuzubaa. Baada tu ya mchezo kamilika, walifanya utaratibu, wakaripoti CAF kama taratibu zinavyotaka. Na sasa CAF ndipo imekuja na taarifa hiyo kwamba inachunguza na imelaani vitendo hivyo ambavyo huhatarisha maisha ya wachezaji na pia vinakiuka taratibu, kanuni za mchezo huu kwa mujibu wa CAF kuhusiana na usalama viwanjani. Wao Al Ahly pia wameandika kama ilivyo Yanga kulalamikia juu ya kile kilichotokea, na kwamba zimeitaka CAF ihakikishe wachezaji wanapokuwa uwanjani, maafisa wa timu pinzani wanapokuwa viwanjani, basi kuwe na usalama. Sasa hicho kilichofanyika kwa mujibu wa taratibu za CAF, kwa kuzingatia zile zinazohusiana na nidhamu ikichanganyika na usalama viwanjani, kwa pamoja vinakutwa katika ile kwenye kanuni zao. Tunapozungumzia matukio ya jumla tunasema general conduct, ambayo ndani yake kwenye haya yanaelezwa vizuri katika kile tunasema CAF disciplinary codes, ambazo ni article 82 kwa anayefuatilia vizuri, article 82 na article 83, ambazo katika ufafanuzi zinaeleza mpaka adhabu pindi ikibainika kwamba timu mwenyeji imefanya vitendo vinavyokiuka kanuni hizi za CAF juu ya usalama viwanjani na swala zima la nidhamu na matukio yasiyo ya kiungwana. Adhabu ambazo zinaweza kuishukia JS Kabylie au zinaweza kuishukia FAR Rabat, ambazo zote kwa pamoja ndizo mashabiki wake wamehusika katika matendo hayo, ni pamoja na financial fines, tunasema adhabu
zitokanazo na faini ya kifedha. Hizi kwa kawaida hutofautiana kulingana na makosa ambayo CAF kupitia kamati yake ya nidhamu inakuja kuyabaini baada ya kufanya hiki ambacho ninachosema investigations, kufanya uchunguzi. Mojawapo ni financial fines, ambapo mfano mojawapo klabu kama Esperance de Tunis ishawahi kupewa adhabu ya kulipa dola za Kimarekani 300,000. Yes. Lakini zipo nyingine ambazo zimeshapewa adhabu dola 10,000 kama adhabu itokanayo na vitendo vya mashabiki. Lakini Esperance de Tunis ni mfano mojawapo, dola 300,000 ishawahi kutozwa. Kwa hiyo wengine dola 100,000, kwa mfano Mamelodi Sundowns ishawatokea wametozwa hivyo kutokana na vitendo vya mashabiki wake na kadhalika. Lakini adhabu ya pili yaweza ikawa ni pamoja na kucheza bila mashabiki. Lakini adhabu nyingine yaweza ikawa ni pamoja na timu husika, kama vitendo hivyo vimekuwa very serious, vimekutwa katika uchunguzi ni very serious, huwa ni pamoja na kupokwa ushindi. Yes. Kwa mfano unakuta labda timu pinzani kufika ugenini, halafu inakalishwa, kwa mfano inashikiliwa kwenye uwanja wa ndege kwa masaa mengi, basi adhabu mojawapo inaweza ikawa ni kupokwa ushindi. Timu hiyo ngeni inaweza ikapewa pointi 3 na mabao 3. Ni miongoni mwa adhabu zinaweza kutolewa kwa kuwa zimeainishwa katika kanuni. Lakini adhabu nyingine, hii miongoni mwa adhabu zinaweza kutolewa ni pamoja na uwanja wa kuchezewa kwa mechi za timu husika ambao mashabiki wake wameonyesha vitendo hatarishi, vitendo vya utovu wa nidhamu vinavyokiuka kanuni za mpira wa miguu zinazosimamiwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, ni pamoja na kwenda kucheza katika uwanja huru, neutral ground, kutoka katika uwanja wa nchi husika ambao mashabiki wake wamekuwa na vurugu. Mechi inaweza kwenda kuchezwa katika uwanja huru. Kama sio mechi husika, basi mechi zijazo timu inaweza kaadhibiwa kwamba uwanja wake wa nyumbani usitumike, badala yake kwenda kuchezwa katika uwanja huru. Adhabu nyingine nayo pia yaweza kutolewa ni pamoja na wachezaji ama maafisa husika katika klabu husika wanaweza kuadhibiwa kwa financial fines, adhabu zitokanazo na faini za kifedha kama ile ya kwanza kwa individuals, yani wachezaji husika na maafisa wa klabu husika, au wanaweza kufungiwa. Kwa hiyo kunaweza kuwa na faini au kufungiwa, yote kulingana na namna ambavyo uchunguzi utaainisha. Adhabu hizi ni kwa individuals, kwa wahusika binafsi. Lakini adhabu nyingine kubwa zaidi miongoni mwa adhabu hizi ni pamoja kwa klabu husika kufungiwa kushiriki michuano ya CAF kwa msimu unaofuata. Kwa hiyo klabu inaweza kafungiwa kabisa na kutopata fursa ya kucheza michuano ya klabu ya CAF, kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika au kombe la shirikisho kwa msimu unaofuata, au kwa idadi ya misimu ambayo kwa mujibu wa uchunguzi utaainisha na adhabu kutolewa na kamati inayosimamia masuala haya, kamati ya nidhamu. Sasa kwa kile kilichoonekana wakifanya mashabiki wa JS Kabylie, kwa kuwafanya wachezaji wa Yanga wawe na wakati mgumu na benchi lao la ufundi na viongozi wao kutoka kwa hofu huku wakisindikizwa, ni hatari sana ilikuwa. Sidhani kwa kile kilichoonekana kama JS Kabylie watanusurika katika adhabu mojawapo kati ya hizi ama zote. Lakini pia vivyo hivyo vile walivyovifanya FAR Rabat mashabiki wake kwa wachezaji na maafisa wa Al Ahly katika mechi ambayo ilimalizika kwa sare ya bao 1-1, kwa vyovyote vile kuna uwezekano na wao wakapata adhabu kali kukomesha vitendo vya namna hiyo ambavyo CAF yenyewe imeshavilaani, na sasa inafanya uchunguzi bila shaka kujua kwa ukamilifu wake kabla ya kutoa adhabu stahili kwa wahusika. Ni dhahiri kwamba adhabu hizo zikitolewa zaweza zikawa na unafuu, kama sio kwa Yanga na Al Ahly, basi kwa mechi nyingine ambazo zitakuja kuchezwa kwenye msimu huu, maana kila timu imebakiza mechi 4, lakini pia kwa mechi zijazo, kwa sababu mpira wa miguu unahitaji sana uungwana ili ushindi upatikane kwa haki. Kwa mfano FAR Rabat wakiadhibiwa kucheza kwenye uwanja huru au kucheza bila kuwa na mashabiki wake, maana yake miongoni mwa wanufaika wanatarajiwa kuwa Yanga ambao wana mchezo mojawapo kati ya michezo 4 iliyobaki ni dhidi ya FAR Rabat kule nchini Morocco. Lakini pia JS Kabylie wakikutwa na adhabu hiyo, basi Al Ahly ambao mechi ya kwanza walishaifunga JS Kabylie mabao 4-1 kule Misri, wakienda Algeria kucheza na JS Kabylie, maana yake kuna uwezekano wakacheza katika uwanja ambao hautakuwa na mashabiki. Pengine hizi zote ni makadirio, na ukizingatia kwamba Yanga waliwafunga FAR Rabat bao 1-0
nyumbani kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar. Maana yake ikitokea adhabu mojawapo kwa FAR Rabat ikahusisha kucheza bila mashabiki, bila shaka Yanga watapata kaunafuu fulani hivi, kwa sababu timu inapocheza na mashabiki wake, mashabiki wanaotekeleza wajibu wao kwa ufanisi, huwa ni kama mchezaji wa 12 katika kuisaidia timu mwenyeji kupata matokeo. Na timu za kaskazini mwa Afrika, timu za Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Misri kwenyewe, wao mashabiki wao huwa ni wachezaji kindaki wa 12, kwa sababu hushangilia mwanzo mwisho timu zao, huzomea mwanzo mwisho timu pinzani, kuhakikisha wachezaji wao wanashindwa kutekeleza mipango kazi ya mabenchi yao ya ufundi kwa manufaa ya timu yao mwenyeji ipate matokeo mazuri. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.